Idadi ya wanafunzi wanaofanya kozi mbalimbali za kiufundi katika eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, inazidi kuongezeka huku wanafunzi wakizidi kutumia teknolojia kutafuta ajira. Taswira hiyo ni tofauti sana na hapo awali ambapo wanafunzi walisusia vyuo vya kiufundi ambazo sasa zimetajwa kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ambao sasa wamewezeshwa kujiajiri. Kusoma kupata Kuwepo kwa taasisi za elimu katika eneo bunge la Teso Kaskazini kumewawezesha vijana ambao hawakuwa na uwezo wa kusoma kupata mafunzo. Chuo cha kiufundi cha Chemasiri kilichoanzishwa mwaka 2019 kimefurika. Wanafunzi zaidi ya 3,000 wakipata mafunzo katika chuo hicho kufikia sasa. Mbali na chuo hicho cha kiufundi, chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC Kocholia pia kinazidi kutia fora, hali ambayo imefanya chuo hicho sasa kuendeleza shughuli za upanuzi ili kukimu idadi kubwa ya wanafunzi. Naibu mwalimu mkuu wa chuo cha kiufundi cha Chemasiri TVC Lili Simasi amesema kuwa kufurika kwa wanafunzi kumetokana na ufadhili wa hazina ya maeneo bunge NGCDF, kwani wengi wa wanafunzi wasiojiweza wanategemea ufadhili huo. Population ya hii shule imefika 3013, which cannot be compared to other institutions that started at the same time. Kwa hivyo tunashukuru NGCDF, tunaomba kuwa iendelee kusponsor wanafunzi, iendelee kutusupport in terms of infrastructure. Wanafunzi wameongezeka, chuo kimefurika. Hauwezi kukilinganisha hiki chuo na vyuo vingine ambavyo vilianzishwa katika mwaka wa 2019. Na throughout my studies imekuwa through NGCDF, na wakati nimehitimu nimeweza pia kusaidia wengine. Haswa wakati niliporudi pale nyumbani niliweza kwenda kusaidia shule yangu ya karibu ambayo ni Chemasiri Technical and Vocational College, pale mimi nikiwa trainer. Tunashukuru sana NGCDF kutuwezesha kupasu medical course. Personally, mimi nilimaliza my form 4 in 2002, nikapata alama ya B. Mimi pamoja na wanafunzi wengine tuko around 400 ambao tulichukuliwa tukaenda kupasu courses in medical. I'm a student pilot Kenya School of Flying. I've been sponsored partially and fully. Like us, we are benefiting too much with this CDF. As a result, I would like to say it should be even increased in terms of amount that is being given to the constituencies, because we've seen the development. Kuwepo kwa taasisi za elimu eneo hili kumebadili pakubwa taswira hapa. Vijana waliofuzu wamepata fursa ya kujiajiri na kutoa ajira kwa vijana wenzao, hii ikisaidia kukabili tatizo la umasikini. Eneo kama hii ambayo iliwachwa tangu independence nilipoingia, eneo hili la Teso Kaskazini haikuwahi kuwa na institution hata moja ya serikali ya kufanyia mafunzo ama elimu kama hiyo. Bila NGCDF ambayo imewezesha sisi pia kwa ngazi za chini zaidi ya vijana 4,000 katika eneo bunge ya Teso Kaskazini, tumewapeleka kwa masomo tofauti ya kitaaluma kama vile welding and fabrication, electrical wiring na kadhalika. Taswira katika eneo bunge hili la Teso Kaskazini inazidi kubadilika baada ya ujio wa taasisi mbalimbali za elimu. Na sasa wadau katika sekta hiyo wamesisitiza umuhimu wa kuboresha miundo msingi ili kukimu idadi kubwa ya wanafunzi. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Na mtazamaji, tunakwenda tena mapumzikoni, tutarejea na taarifa nyinginezo.